Yesu asifiwe, waganga tai, wanafunzi tai na wanaafrika tai kokote mliko ulimwenguni. Ikiwa kama kawaida yetu katika upande wa kuweza kutoa elimu kwa wanaafrika wote kwa lengo la kuweza kujitoa kwenye giza na kuingia kwenye nuru. Leo mbele yenu nina kazi. Kazi hii ndugu zangu, nataka niwaeleze kidogo tu mpate kuweza kujua kwamba kazi hii ninayokwenda kuifanya hapa ni kazi ya namna gani. Mbele yenu nina picha. Hizi ni picha za mtoto kama mnavyoziona. Hizi ni picha za mtoto mchanga. Mtoto huyu ana takribani mwezi mmoja tu toka amezaliwa. Kama mnavyomuona hapa. Mwezi mmoja toka amezaliwa mtoto huyu. Lakini changamoto iliyoweza kujitokeza kwa mtoto huyu, kwanza nilipata kesi ya mama yake. Ni picha kutoka nje ya nchi. Nilipata kesi ya mama yake ambapo mama yake alipata changamoto za kuweza kuvimba kwa mwili wake. Mara baada ya kujifungua tu alipata changamoto ya kuweza kuvimba kwa mwili wake. Yaani alivimba mguu mmoja na akaenda kuvimba jicho moja la kushoto. Ameenda hivyo, alivyokwenda kwenye vipimo mahospitalini wakajaribu kuweza kupima changamoto kujua ni nini, hawakupata ugonjwa wowote. Mpaka kwenye vipimo vikubwa ambavyo wewe unavifahamu vya kidunia, alienda akapimwa, matokeo yake hakukutwa na gonjwa lolote. Baada ya hapo akaenda kupimwa jicho, labda pengine watakuta labda kuna bakteria yoyote au mdudu alimkojolea, lakini hawajakuta ugonjwa wowote. Imagine, madaktari wakubwa wa kidunia walimwambia hapa tatizo lolote hakuna, isipokuwa geukia upande wa pili. Baada ya kugeukia upande wa pili, papatu ndo kaangukia kwetu. Baada ya kuangukia kwetu, tulijaribu kuweza kufanya vipimo kwa uyakinifu kabisa, vipimo vya asili, nguvu za kiutamaduni, tukaenda kubaini kwamba hilo sio gonjwa la kawaida, isipokuwa ni michezo. Baada ya hapo aliweza kutuma picha huyo mama. Baada ya kuweza kutuma picha, tuliweza kufanya shughuli ya kuweza kutoa uchawi kama ambavyo tunavyofanya hapa leo. Tumejaribu kuweza kutoa ule uchawi, tukamaliza, akasafirishiwa dawa. Baada ya dawa zile kumfikia tu, ametumia ndani ya siku 2 na ule uvimbe wa mguu kaondoka na jicho lake likanyoya, kwa sababu ilikuta mpaka jicho la pili likaanza kuambukiza tena. Lakini jicho lilivyonywea akawa kawaida, macho anaona kawaida na mguu wake ukawa haujavimba tena ndani ya siku 2. Siku ya 3 maradhi hayo yakawa yamehamia kwa mtoto. Kwa hiyo sasa hii picha mnayoiona ni ya mtoto wake, naye kavimba jicho vile vile. Mkimtizama vizuri hapa, mtoto jicho limevimba na linatoa usaha. Kwa hiyo tunachokifanya hapa sasa ni kuweza kuutoa huo uchawi kabla ya dawa mtoto kumfikia. Ndicho tunachokifanya hapa. Kwa hiyo naomba unifuate kwa umakini njia ambazo wote tunazitumia. Hii itakuwa ni faida mojawapo pia kwa madaktari wenzangu katika elimu hii tunayokwenda kuitoa hapa saa hizi. Kwa hiyo naomba muwe nami katika kipindi chote hiki cha dakika takriban kama 10 hivi, muweze kuona uchawi namna ambavyo unavyotolewa mtu akiwa mbali. Na baada ya hapo anakwenda kupata uafueni kabisa. Na akitumia dawa zitakazokuwa zimesafiri, anaenda kupona moja kwa moja. Sasa nifuatilie katika elimu hii na imani utavuna faida ambayo itakusaidia baadaye kwa wewe daktari mzangu. Haya, picha ni hii ambayo tayari tumeiandika dua maalum hapa, ambalo tunakwenda sasa kuweza kuiweka hapa ndani. Lakini kabla ya kuiweka ndani, kwanza nataka tusafishe vizuri mtungi wetu huu. Tunausafisha vizuri mtungi wetu ambao ndio tunakwenda kutengenezea nguvu hii ya kuweza kuua uchawi kwenye mwili wa huyu mtoto ili apate uafueni, kwa sababu mguu pia umeanza kuvimba na mkono pia umeanza kuvimba. Yaani kama mule alivyokuwa anaumwa mama yake, mtoto huyu naye anaumwa hivyo hivyo. Kwa hiyo naomba mnifuate vizuri katika upande wa huduma hii tunayokwenda kufanya sasa hivi hapa. Naamini madaktari mtakwenda kufaidika kwenye elimu hii ambayo tunakwenda kuitoa sasa hizi. Lengo na madhumuni ni wote kuweza kunufaika na mfahamu kwamba ukuu wa dawa zetu za asili Afrika zina nguvu kuliko mnavyofikiria. Sio drama, ni vitu real. Likiwa halijakufika unaweza ukaona kwamba labda pengine ni maigizo kama hujafikwa na matatizo. Lakini ukifikwa na matatizo
Hapo ndipo utakapokwenda kujua kwamba kumbe kuna matatizo duniani. Naona Sasa wacha tufanye hiki tunachokifanya hapa, na imani kabisa kwamba utakwenda kuona faida ya mitishamba yetu. Faida ya mitishamba yetu hii tunayoitumia katika upande wa kuweza kujikomboa. Haya, nifuate kwa uzuri ili upate kuweza kuvuna. Hii ni michanganyo ya miti yetu takriban 8 hapa. Sasa tunakwenda kuichanganya vizuri kwa kuiagiza kwa maagizo na maalum ya kwenda kutoa uchawi, maagizo maalum ya kwenda kutoa uchawi ndani ya kwenda kutoa uchawi ndani ya mwili wa mtoto. Maagizo maalum ndio tunayokwenda kufanya hapa, ya kwenda kutoa uchawi kwenye mwili wa mtoto. Haya, sasa tunakwenda kuziagiza dawa zetu kwenda kutoa uchawi kwenye mwili wa mtoto huyu. Picha hii tunakwenda kuitumbukiza hapa ndani, ambapo ndani hapa hakuna kitu chochote kama mnavyoona. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La ilaha illallah, Allahu akbar. Kodi katika falme kuu, nguvu ya mizimu na nguvu ya jadi. Tunakuagiza wewe msaka. Dawa ya msaka kazi yake kubwa ni kuweza kusaka maradhi ya kichawi ndani ya mwili wa mwanadamu yoyote. Leo tunakutumia msaka na tumekukamata msaka. Uende ukatusakie maradhi yote yaliyoko ndani ya mwili wa mtoto huyu, uchawi wote ulioko ndani ya mtoto huyu ukapate kuweza kuondoka kuanzia sasa. Tumekukamata wewe mzima. Kazi yako kubwa ni kuweza kuzima maradhi yote ya kichawi yanapokuwa yanamkabili mwanadamu katika mwili wa kwake. Nenda katuzimie maradhi ya kichawi yaliyomo ndani ya mwili wa mtoto huyu kuanzia sasa. Chumvi ya mawe, kazi yako kubwa ni kuweza kuzimisha uchawi wowote uliopo ndani ya mwili na ndani ya nyumba ya mtu. Leo tunakutumia wewe chumvi ya mawe, katuzimie uchawi katika mwili wa mtoto huyu ambaye yuko mbali na eneo hili. Tunatumia nguvu za kiroho na nguvu za kimizimu katika kufanikisha hili. Tumekukamata usembe mwenye sifa ya kuweza kuangamiza uchawi. Nenda katuangamizie uchawi ulioko ndani ya mwili wa mtoto huyu anayetambulika kwa jina la Rahim. Kuanzia sasa kaangamize uchawi huo ukapate kuweza kuondoka. Mvunja hukumu, nenda katuvunjie uchawi ulioko ndani ya mwili wa mtoto huyu. Kuanzia sasa kabatilishe uchawi huo ukapate kuweza kuondoka kwa mtoto huyu Rahim. Kuanzia sasa tunaagiza nguvu hizi ambazo tumezitaja hapa, nguvu za dawa, ziende zikaangamize changamoto zote ambazo zinamkabili mtoto huyu kuanzia sasa. Akapate kuweza kuangamia katika uwezo wa Mwenyezi Mungu. Akapate kuweza kuangamia maradhi haya kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunaomba tusaidie katika utendaji wa shughuli yetu hii.
zangu, kama mnavyoona namna mlivyofuatilia mwanzo mpaka mwisho, na hapa ndo kikomo chetu cha kuweza kuzima au kuondoa uchawi uliokuwa ukimkabili yule mtoto ndani ya mwili wake. Kwa hiyo hapa majibu tutayapata kesho asubuhi, mtoto ataamkaje, na nina imani ya kwamba mtoto ataamka akiwa salama kabisa kabla ya dawa kumfikia kwa ajili ya matumizi ya kutenga kwa muda wa siku 2 tu. Kwa hiyo itoshe kusema asanteni kwa leo, na imani mtakuwa mmejifunza pakubwa kupitia klipu hii ndogo. Asanteni sana, tukutane katika vipindi vingine.